Mtazamaji, hebu tathmini haya. Umekuwa mlemavu tangu kuzaliwa kwako, na wakati huo ulipozaliwa ukatorokwa na mamako, lakini hii leo unasimama wima na kutembea. Ndio taarifa kumhusu mtoto Max iliyoandaliwa na Murimi Mwangi. Zake ni hatua za imani na matumaini. Pamoja na hali hiyo, amekuwa mkakamavu licha ya kutelekezwa si tu na watu wengine, bali pia mamake mzazi. Masaibu ya Maxwell yalianza pindi alipozaliwa. Mamake alimtoroka pindi baada ya kujifungua katika hospitali kuu ya Kenyatta kwa kutotaka kuhusishwa na ulemavu huu wa mtoto huyu mchangamfu. Anayemwona mtoto Maxwell kwa mara ya kwanza katika hali yake ya sasa huenda asielewe kiini cha tabasamu na furaha yake wakati anapojaribu kuitalii dunia ya leo katika mazingira aliyomo. Alipata salamu katika kituo cha watoto mayatima cha Imani mtaani Kayole mjini Nairobi, na wanahabari kunjufu kuhusu mtoto Maxwell. Alikuja wakiwa wawili, alikuwa na miezi 6, mwingine anaitwa Riziki. Alijikubali venye alikuwa, so kudili naye ilikuwa kazi rahisi kwa sababu Riziki alikufa kwa sababu Riziki hakuwa na furaha kama vile Maxwell alikuwa na furaha. So Maxwell amepigana hii vita yake. Ni wiki moja sasa tangu mtoto Maxwell aliporejea kutoka Italia, ambako wafadhili akiwemo mkewe Rais Bi Margaret Kenyatta walimpeleka kupata matibabu maalum. Ni huko Italia ambako madaktari waliondoa viguu dhaifu vya mtoto Max na kumkabidhi miguu spesheli hii ya chuma kabla ya kumfanyisha mazoezi ya kutembea kwa miezi 4. Na pengine mtoto Maxwell anawapigia saluti wafadhili kwa kutambua juhudi zao. Mguu tumesema tunaita kiatu kwa sababu yeye kabisa anajua kuna miguu so tumwambia miguu tena itakuwa sasa tunaita kiatu. So asubuhi akiamka anasema nivalishe kiatu yangu na hataki atolewe. Kiendelea na miaka 2, miaka 3 atakuwa anaruka, atakuwa anacheza, atakuwa anakimbia. Anapenda mambo ya kukimbia na kucheza mpira sana. Lakini sasa ipo changamoto, kwani mtoto huyu anafaa kufanyiwa ukaguzi zaidi wa kiafya. Aidha, viguu hivi vyake vinafaa kubadilishwa kadri anavyokuwa, lakini pesa za kugharamia safari na matibabu hayo hamna. Sisi tungependa usaidizi wa kifedha, maana Maxwell bado atakuwa anaenda Italy after 3 months. Anaenda kuangaliwa hii eneo ya kiuno, kuangalia kama lateral uti wa mgongo unaweza dhibiti kiuno na hii miguu yake. Tunataka akuwe fan kabisa, na pia huku tuko na watoto wadogo, kwamba anaweza kutembea na kucheza tu kama mtoto wa kawaida. Ni hatua ya kwanza tu kati ya hatua nyingi ambazo mtoto Maxwell ananiambia ananuia kuzichukua kuafikisha azma yake kimaisha, mojawapo ikiwa kusakata soka ya kulipwa. Murimi Mwangi, KTN leo, Kayole, Nairobi.